Ni mchezo wa rematch dhidi ya Abdalla Hussein na Lloyd Kabwe. Ni kisema ni uzungumzie kibinafsi kama mdau wa mchezo wa pool table, ni kwamba ninaweka asilimia kubwa sana za ushindi kwa Abdalla Hussein, kwa sababu kwa sasa hivi anacheza vizuri sana na yuko vizuri sana kwenye mazoezi. Ukisema nizungumzie game zake mbili alizopoteza dhidi ya Kasozi, ni kwamba alikuwa overconfidence sana. Yaani ni kwamba alikuwa ameingia uwanjani na matokeo kwamba anaingia kwa kushinda, kwa sababu alikuwa amemdharau mpinzani. Ndivyo hivyo ilivyotokea katika mchezo wa juzi dhidi ya Lloyd Kabwe na Abdalla Hussein. Lloyd Kabwe aliingia mchezoni kwa kuingia na matokeo yake binafsi kwamba Abdalla Hussein hawezi kunisumbua, kulingana na matokeo ya nyuma ambayo yeye alikuwa akipata dhidi ya Abdalla Hussein. Kwa hiyo kitu ambacho alichokutana nacho uwanjani ilikuwa ni surprise kwake. Sawa sawa. Kwa sababu mchezaji ambaye alikuwa anategemea atamfunga muda wowote ndio mchezaji ambaye amempiga kipigo cha kumshtukiza. Na matokeo kwa Abdalla Hussein alikuwa mazuri sana. Na sisi mashabiki wa Abdalla Hussein tuna imani kwamba hata mechi ya kesho Abdalla Hussein atakuwa bingwa kwa asilimia nyingi sana. Sina wasiwasi kabisa katika hilo. Kwa hayo, kwa tathmini yako, bila shaka na yeye Lloyd pengine imemshtusha baada ya taswira ambayo aliingia nayo, ambayo umeizungumza kwa kwamba alikuja na matokeo kulingana na historia za siku mbili za mechi mbili alizozicheza dhidi ya Joseph Kasozi. Tayari amekutana na surprise kwa Abdalla Hussein. Unautazama mchezo wa kesho, kama tahadhari hiyo ameipata, utakuwa mchezo wa namna gani? Pengine mchezo wa kesho utakuwa mzuri sana, kwa sababu nasema utakuwa mzuri sana kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, naanza kwanza kwa Lloyd. Lloyd Kabwe ataingia uwanjani kupambana, sio kutafuta ushindi kwa mtu ambaye alishamzoea. Kwa hiyo Abdalla Hussein naye ataingia uwanjani kwa kusema naenda kutetea ushindi wangu. Unajua hapa katikati au ichi misimu hii miwili ya nyuma watu walikuwa wanamchukulia Abdalla Hussein mchezaji wa kawaida sana, lakini Abdalla Hussein alikuwa dharau michezo, alikuwa anafanya mazoezi. Sasa mazoezi alikuwa anafanya kiukweli, yuko fit na yeye mwenyewe anajijua kabisa sasa hivi niko fit. Ndio maana hata mechi zake mbili alizopoteza sio akupoteza kwa sababu uwezo ni mdogo. Alipoteza kwa, mimi mwenyewe binafsi nasema, kwa uzembe mdogo ambao yeye alikuwa ameweka kichwani kwamba anashinda muda wote. Kwa hiyo hata Lloyd Kabwe sasa hivi anapokutana na Abdalla Hussein ni kwamba tuna asilimia nyingi za ushindi kutoka kwa Abdalla Hussein, kwa sababu Lloyd Kabwe kwanza, mechi ya kesho Lloyd Kabwe anaweza akafungwa na Abdalla Hussein kwa sababu ataingia uwanjani akiwa na wasiwasi kwamba nikifanya tena mistake naweza nikapoteza huu mchezo. Kwa hiyo Abdalla Hussein ataingia uwanjani akiwa na confidence, cha kwanza. Alafu cha pili, atakuwa tayari kasha ile pressure ya kwamba Lloyd Kabwe ni mchezaji mzuri, atakuwa nayo kwamba Lloyd Kabwe ni mchezaji mzuri, hataweza kumdharau kwa sababu alishawahi kufungwa hapo awali. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mzuri sana. Tulifika mahala uwezo wa Abdalla Hussein, alifika mahala wachezaji wa Kitanzania alikuwa anawapa magori ili apate wachezaji wa kucheza nao. Ujio wa wachezaji kutoka nje, unahisi ni kipimo sahihi cha Abdalla Hussein kujua level yake kwa usahihi? Abdalla Hussein ni mchezaji ambaye hajawahi kushuka, japokuwa kwenye mitazamo ya watu na fikra za watu wanajua kwamba Abdalla Hussein sasa hivi amelose, ndio wanampamanisha na wachezaji wa Bongo. Mchezaji wote wa Kitanzania akikutana na Abdalla Hussein uwanjani ni anafungwa, kwa sababu wanakuwa wamemdanganya kisaikolojia, na wanakuwa wamemharibu kisaikolojia kwamba Abdalla Hussein sasa hivi uwezo umeshuka. Abdalla Hussein uwezo hajawahi kushuka, ila Abdalla Hussein ni kwamba anakuwa na kitu tunaweza tukasema kwamba ni overconfidence. Kwamba kwanza yeye mwenyewe ukimuuliza, nina uhakika hapa naweza nikamsemea, lakini yeye mwenyewe ukimuuliza anakuambia kwamba Tanzania hakuna mchezaji ambaye anamsumbua, ila tu wanampa challenge. Sawa sawa. Na ndio maana ugeni wa wachezaji wa nje tumeufurahia sisi wadau wa mchezo wa pool table, kwa sababu unatupa vionjo vya uwanjani. Sawa sawa.
ila tuna imani kubwa sana na mchezaji wetu. Okay. Na ndio maana miaka nenda miaka rudi Abdalla Hussein Tanzania wao. Mimi nikushukuru, tukaribie kesho pale Q Masters tuone burudani. Mwisho wa siku ni nani atalala na furaha jioni ya kesho. Nashukuru sana, shukrani. Asante sana.